Na naomba niulize swali moja ambalo kwenye maelezo umesema watu wengi wanajikuta wanaishi katika hali ya umaskini wakiwa wanawakilisha ufalme wa Mungu duniani. Na ni kweli nikipita barabarani utakuta mtu yuko anahubiri. Na hapo kwenye maandiko umesema tutafute kwanza ufalme wa Mungu na mengine tutazidishiwa. Yule mtu yuko anautafuta ufalme, ndio maana anafanya uinjilisti. Yule mtu yuko inawezekana anafunga, yuko anakaa kanisani muda wote. Sasa kwa nini inafika sehemu ile hali bado anaonekana na umaskini na yuko anatafuta ufalme? Swali langu ni hilo. Na ni kweli, ni dhahiri kwamba kuna watu na kuna mafundisho yanayoonyesha kwamba ukiwa kanisani unaabudu, unaimba, unashinda kanisani ndio unamtafuta Mungu. Ni kweli unaweza kumtafuta Mungu kwa aina hiyo, lakini kwa mujibu wa ufunuo wa Kristokrasia, Mungu alipomuumba mwanadamu hapa duniani alimuumba kwa kusudi. Na hili kusudi tuko tunalipata katika kitabu cha Mwanzo. Mstari wa 26 anasema na Mungu akasema tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, ili apate kutawala juu ya wanyama, atawale juu ya samaki wa baharini, ndege wa angani, atawale juu ya wanyama wa porini, atawale juu ya kila kiumbe kinachotambaa. Kwa hiyo tunapotazama hapa tunaona kusudi la Mungu lile la mwanzoni. Mungu alipoumba mwanadamu, alimuumba ili mwanadamu apate kutawala. Huu ndio mpango halisi wa Mungu, ili mwanadamu awe na atawale. Kwa hiyo hakuna utawala bila kuwa na udhibiti wa rasilimali. Kwa hiyo hapa dominion au utawala hapa ni kudhibiti hivi vitu vyote: ndege wa angani, wanyama wa porini, na wale na samaki wa baharini, na wanyama wote wanaotambaa katika ardhi. Kwa hiyo unakuta kwamba sasa ndio kusudi la Mungu. Kusudi la Mungu alikuwa la kumuumba mtu ili mtu aanze tu kumwabudu bure. Hapana, kumwabudu ni jambo nzuri, kumuomba Mungu ni jambo nzuri, lakini kusudi la Mungu lilikuwa ni la mwanadamu apate kutawala, apate kuwa ni mwakilishi, apate kuwa msimamizi, the steward